Nabiullahi Adam, baba wa wanadamu wote, ndo ameumbwa katika siku hii ya Ijumaa. Lakini vile vile katika siku hii ya Ijumaa, Nabiullahi Adam huyo huyo ndo amefishwa katika siku hii ya Ijumaa. Lakini vile vile ameingizwa peponi katika siku hii ya Ijumaa, na katika siku hii ya Ijumaa ndo alitolewa katika pepo na akaja katika huu ulimwengu wa dunia. Haya yote yanatufahamisha kwamba siku ya Ijumaa ni siku special, ni siku ya utofauti kama yalivyokuwa masiku mengine. Kama Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuonesha kwamba siku hii ya Ijumaa ni siku tofauti na masiku mengine ya wiki nzima, basi na sisi tunatakiwa tuioneshe thamani ambayo imepewa siku hii kwa kuipokea, na si kwa kufanya mambo mengine. Kuipokea katika ibadati, kuipokea katika kuonesha shiari yake kwamba siku hii ni siku kubwa. Na mafundisho yetu ya Uislamu yametufundisha kwamba waman yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa alqulub, kuadhimisha vile ambavyo vimeadhimishwa na Uislamu ni katika uchamungu wa hali ya juu kabisa. Hivyo basi bado tunakumbushana ya kuwa kwamba tuipe thamani siku hii ya Ijumaa, na thamani ya siku hii ya Ijumaa inapewa kwa kufanya vile ambavyo vimefundishwa na Uislamu. Miongoni mwa hivyo ni mtu kujipamba, ikawa anaonesha tofauti kabisa kwamba leo ni Ijumaa. Wapo watu mtaani leo hawezi kuijua siku ya Ijumaa kwa kule kukafilika kwake, mpaka watu hawaone wamevaa tofauti. Akiwaona watu wamevaa kanzu ndo ataanza kujiuliza, kumbe leo ni Ijumaa. Tayari wewe uliyefanya hivyo umeshafanya dawa, ushalingania tayari kuonesha kwamba huyu mtu ameifahamu Ijumaa, na kule kuifahamu kwake Ijumaa hatoishia tu kuifahamu Ijumaa, atakumbuka kumbe na mimi ni Muislamu, na leo ni siku ya Waislamu, natakiwa niitendee haki siku hii ya Uislamu. Ukisoma mafundisho ya Uislamu, dawa haishii ya maneno tu ya kuwalingania watu. Ukimsoma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alikuwa anawalingania watu si kwa maneno tu, alikuwa anawalingania watu kwa kuwaambia maneno, lakini alikuwa anawalingania watu kwa vitendo vyake vilivyokuwa vizuri. Na mwanadamu si maneno yake anayoyazungumza, mwanadamu anazingatiwa akhlaqi zake na vile vitendo vyake ambavyo yeye anavifanya. Na ndo hata Qur'ani imetuthibitishia hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka kumsifu bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume ana vitu vyote vya mwanadamu, maneno anayo, jumbile analo, na kila kitu cha mwanadamu anacho, lakini Mwenyezi Mungu hakumsifu kwa hivyo vyote. Alimsifu wa innaka la ala khuluqin adhim, alimsifu kwa tabia zilizokuwa mzuri.